miongoni mwa wizara nyeti aliyopewa Joel Nanauka na kibarua kizito alichonacho ni kwamba anaenda kukabiliana na kundi la watu wasomi, kwa maana educated people, sio tena illiterate people. Sasa unadhani Joel Nanauka kwa nini huu mzigo umeenda kumwangukia yeye na si watu wengine ambao tunaona wamemtangulia katika kufanya motivation kama vile Eric Shigongo? Ungeniuliza mimi pia ningeshindwa kujibu moja kwa moja kabla ya Joel nani pengine angefaa, kutokana na namna mahitaji ya taifa kwa sasa, aina ya watu na yale ambayo yalitokeza siku za karibuni. Kwa ni lazima kwanza mtu awe anakubalika. Joel amedili zaidi na kundi la vijana kwenye kazi zake za life coach. Ni eneo kubwa zaidi yako analenga kundi la vijana. Nadhani hata mamlaka za uteuzi ziliona kwenye hile zikasema ngoje tuendelee tukimfanyia backup huko nyuma. Umemtaja mtu kama Eric Shigongo, ni mwanasiasa na amekaa kwenye siasa kwa muda mrefu hivi sasa. Ni maarufu kwa sababu pia ni mmiliki wa vyombo vya habari na kazi zake za nyuma zilizokuwa anazifanya. Lakini ukija kumweka of course ukija kumweka Eric kwenye maisha halisi, kundi la vijana bado halitamkubali Eric Shigongo kwa sababu amekuwa mwandishi wa vitabu. Ni vitu ambavyo vipo kwenye nadharia kufikirika. Kwenda kutafsiri kwenye maisha ya kawaida ni kitu kigumu. Lakini ni nafasi ambayo wizara hii hailikuwa haimhitaji mtu ambaye ni mwanasiasa sana. Wanasiasa wakati mwingine vijana ukiwaletea mwanasiasa yule full typical kabisa hawezi kukumpokea kwa urahisi. Hawaamini sana kwenye siasa mtu ambaye ni mwanasiasa sana. Kwa mtu kama Joel akitumia taaluma yake, imani ya vijana anaweza akaipata. Ni tofauti kwa huyu ambaye amemtolea mfano kama Eric Shigongo. Kwa sasa hivi ni mwanasiasa, lakini nyuma aliwahi kusema nini? Moja ya kitu kibaya zaidi kwa vijana wa sasa hivi, na hata kwenye baraza la mawaziri kila mmoja aliteuliwa, wanaenda mtu kumfanyia tathmini ya kile ambacho pia alikiishi na alikokizungumza. Hawako tayari vijana kusema tunaanza upya kile ulichokizungumza nyuma. Wanaamini bado kile ulichokizungumza unaweza ukaishi nao, na hasa kama ulikizungumza kitu ambacho ni hasi kwao, ni kitu ambacho hawawezi kubaliana na wewe. Kwa kundi la vijana lazima lisikilizwe, lakini liende likasikilizwe na watu ambao wanakubalika na vijana wenyewe. Sasa kumpata mtu ambaye anakubalika na vijana ni mjadala. Hata ukiwarudia vijana wenyewe ni nani, kwanza hawataki mtu ambaye mbobezi zaidi kwenye masuala siasa tu. Wanataka mtu ambaye anaweza kuwa na utekelezaji. Ahadi za mama kuku watanyonya kesho, kukubaliana nalo kabisa. Sawa. Kwenye vijana hapo bado tunaona kwenye kundi ambao wanaongoza vijana, tunaona wako katika categories mbalimbali nyingi. Hasa tunaona wale ambao kiwango cha elimu iko katika ngazi ya stashahada na stashahada na nadhani certificate tunaita hivyo, na nimechanganya vinachanganya kidogo hivyo. Tumeona wamegawanyika katika hizo level zote, wako katika kada tofauti, arts na science. Unadhani Joel Nanauka ni mbinu ipi sasa hivi ambayo anapaswa hasa kuweza kuiangalia, mbali na ile ukiachilia na uliosema kwamba kukaa chini na kuweza kufahamu ni ipi kiu ya vijana? Maana nyingi ya motivation zake alizokuwa akizifanya ni katika kujiajiri. Na sasa hivi vijana kauli ya kujiajiri inaonekana kama imewatoka kichwani. Wanasema wanaotuambia kujiajiri wao tayari wako serikalini wanakula hela. Unadhani Joel Nanauka zile kauli mbiu zilizokuwa kitembea nazo nyuma zitakuwa ni rahisi tena kupokelewa na kizazi hiki tulicho nacho sasa hivi? Kwa mazingira yalivyo hivi sasa itakuwa ni kitu kibaya sana kama Joel atakuja na inspiration life coach alizokuwa akizitumia kipindi kile kabla kupewa na uteuzi huu. Nafasi alipata sasa hivi ni tofauti na kule. Alichokuwa kiongea hakuna anayekudai. Unachokuja kuongea sasa hivi watu wanakudai, upo kwenye serikali, una dhamana. Chama kilichokuweka pale na mamlaka za uteuzi zina mkataba na wananchi kwa miaka 5 wa kuwepo pale. Watakudai vile ambavyo wanatakikana, ni tofauti na kule alipokuwa. Itakuwa ni usiku mbaya sana kwake kama atataka kutumia njia aliyotumia kipindi kile kuzungumza na vijana, kwa sababu wale vijana ambao walikuwa anafanya nao kwa kazi kule ni wale lakini wakiwa kwenye mtazamo tofauti na matarajio yao ni tofauti. Namna ambavyo ya kudili kwanza viongo vyao vya elimu havina maana sana kwa sasa. Yaani ukiwachukua vijana wa Tanzania ukiwatofautisha, ukiweka kwa hizo category kwamba wahudumie kwa viongo vyao vya elimu, bado utakuwa watendei haki, kwa sababu wapo mpaka chini kabisa. Na ni kundi kubwa la vijana ambao hawajapata nafasi sana ya kwenda kwenye elimu ya juu, lakini kuna kundi kubwa la elimu ya juu na ni wajuzi wa mambo. Lakini ukienda hata mtaani, ukienda kwenye mijadala mingi mtaani, watu wanafahamu kuhusu maisha, wanafahamu kuhusu uendeshaji. Kwa anapokuja mwanasiasa akizungumza na kisiasa inakuwa ni ngumu. Lakini Joel akiacha njia ile kwanza, akaja kwenye njia ambazo kwenye mipango kazi ya muda mfupi na muda mrefu, tutasubiri na kuona kwenye muda mfupi nini ambacho watakuja kuangalia. Amezungumza kuhusiana na kujiajiri. Ni ngumu sana kwa vijana sasa hivi. Ukiwahutubia tu kuhusu kujiajiri, wewe umeajiriwa,
Kitu kama hicho kiliwahi kumtokea Mheshimiwa Kigwangalla. Alikuwa na kampeni zake za nje ya box kuwa na tafakuri nzuri, tafakari vijana, kuwa na umiliki wa kiuchumi na hususan kwenye kujiajiri. Alikuwa anapata mashambulizi mengi sana hususan kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu yeye mwenyewe pia alikuwa yupo kwenye tasnia hiyo. Japo alikuwa anasema ana biashara zake, ana shughuli zake nyingine, ameajiri watu. Lakini usije kwa kusema tu kwamba watu hawa wakajiajiri. Misingi na miundombinu ya kujiajiri ikoje hasa? Lakini ajira ambazo zinatokea na ajira ambazo serikali inasema zaidi ya 800,000 sijui zitakuja kwa awamu gani, zipo kwenye misingi, sio kwamba serikali iajiri moja kwa moja. Na hitaji la vijana sio kwenda kuajiri moja kwa moja na serikali, lakini mazingira wezeshi. Mikopo inayotoka ya 10% inatoka vipi? Ukiwasikiliza vijana wanasema hata kwenye mikopo ya 10% kumekuwa na zengwe. Wanalalamika kuna ubaguzi wa vyama, au wanatoka wapi la hao vijana wenyewe. Kwa hiyo kuanzia chini kwenye mikopo ya 10% ambayo pengine serikali kwa nia nzuri kabisa kupitia halmashauri kwenye mapato yake ya ndani ambayo imeziweka, kama zinatolewa kwa ubaguzi. Maana moja kitu ambacho pia vijana wanakilalamikia, kumekuwa na ubaguzi kwenye fursa ambazo zinaweza zikaja kwenye jamii. Sasa ni kitu ambacho kinapaswa kuondolewa. Na mtu umemleta mtu kama Joel kwanza amekuwa ni kama surprise. Watu wengi pengine kwa mfuatilii lini ameingia kwenye siasa. Kwa ni kitu ambacho ni rahisi kumwamini kwa sababu si mtu ambaye amekaa sana, ni mwanasiasa sana. Wanaamini atakuwa ni mtendaji. Kwa kama atakuja na majibu ya vijana, majibu ya muda mfupi na majibu ya muda mrefu. Kwa sasa hivi kwa namna ambavyo na tathmini yangu nikiangalia vijana, usiwaletee mpango wa muda mrefu sana. Ni kitu ambacho mioyo yao bado haijapoa. Wanataka kutibu majeraha kwa sababu wamekuwa na matumaini ya kwamba kesho itakuwa nzuri zaidi. Vijana taifa la kesho hataki kusikia. Wanaamini kama vijana ni taifa leo na wanataka matokeo sasa hivi. Ndio, inaweza kuna mipango ya muda mrefu na kama mipango mizuri zaidi kuliko ni mipango ya muda mfupi ambao matarajio ya vijana. Lakini tunatokaje sasa hapa ambako tumenasa? Ndio, vijana wanasikiliza, tutawasikiliza. Tunatakiwa tuende chini. Wanachokitaka ndicho ambacho wanataka kuletewa. Kwa wizara, kwa kupitia waziri na timu yake, ni lazima wakae chini wafanye tathmini. Mpango wa muda mfupi wanachotaka kukileta kwa hao vijana ndicho kitu ambacho wanakitaka vijana. Unaweza ukawa na mpango mzuri kuwaletea hiki, lakini kumbe vijana wanachotaka ni kitu kingine kabisa. Kwa ni vizuri kuna mijadala pamoja, kurudi chini, na nadhani tukipata mijadala ambao pia miaka ya nyuma ilikuwa inaendelea kwenye vyuo vikuu, ni kitu kizuri sana. Walio kwenye vijiwe, yani kila Mtanzania apewe nafasi ya kulijadili taifa lake, mustakabali wa leo na kesho kwa ajili ya taifa hili. Watu wasizibwe midomo, wazungumze. Endapo watapata nafasi vijana ya kuzungumza, naamini kabisa taifa litakwenda kuponywa na vijana wataridhia, hata kama mipango ya muda mrefu itakuja, lakini lazima pewe nafasi ya kusikilizwa. Na wasikilizwe kwenye utashi wa kisiasa, masuala utashi wa kiuchumi na fursa mbalimbali. Vijana naamini kabisa wakati tutakuwa na mpango wa muda mfupi, kwenye muda mrefu ni lazima tutengeneze vijana ambao kuanzia ngazi ya wazazi, kuwatengeneza vijana ambao wataijua umuhimu wa taifa lao la Tanzania likiwa na haki na amani, lakini kwa namna gani ambapo mchango wao unahitajika kwenye taifa hili la Tanzania, kwa sababu 60% ni vijana. Na pengine sasa hivi unaona Mheshimiwa Rais na serikali yake kwenye awamu hii wana mpango wa kuipa kipaumbele zaidi nafasi kundi hili la vijana ambao walisahaulika. Na ni tatizo la bara zima la Afrika kwa siku za karibuni. Lakini hata kwenye maeneo mengine tunaona vijana wanaanza kuchangamsha, wanawakumbusha walio kwenye zamu za uongozi na utawala kwamba kundi hili ni kundi kubwa, lakini ni kundi ambalo limenyimwa fursa. Ni kundi ambalo ukienda kwenye mitandao ya kijamii, ukienda kwenye teknolojia, sasa hivi kuna vijana wengi sana kwenye teknolojia. Ni wabobezi. Kuna fursa zipi za utambuzi wa ujuzi wa kiteknolojia? Kuna ubunifu mkubwa sana vijana wako nao, lakini hakuna fursa. Hakuna mitaji ambao wanaweza kuipata kwa kutumia teknolojia, wakajikuta wanafika sehemu fulani na wanajitoa kiuchumi. Ukiangalia kwenye dunia sasa, watu waliofanikiwa ni watu ambao waliwekeza kwenye teknolojia. Wavumbuzi wa teknolojia. Tanzania tunao wavumbuzi wa teknolojia, wako vijana wengi sana, wamebobea vizuri sana. Lakini kwa namna gani wanaenda kuendelezwa kwenye ubunifu walionao kwenye teknolojia? Ndio swali ambalo linahitaji majibu. Kutakuwa na kuatamia kwa ideas, kwa sababu huko nyuma kuna baadhi ya vijana waliwasilisha ujuzi wao. Ziko mamlaka za serikali kabisa ziliwawekea vizingiti. Wapo watu walibuni magari na teknolojia nyingine ambao waliwasilisha, lakini waliwekea vipingamizi na mamlaka. Zitoke taasisi ambazo ni vikwazo kwa vijana, zitengenezwe au zibadilishwe taasisi kwa njia na milango ya vijana. Kila kijana kigonga kila milango yote ifunguliwe kwa vijana. Waelekezwe kwenye masharti na kile ambacho wanapaswa kukifanya, lakini sio kukaa mbele ya vijana. Vijana wanakasisha sana pale wanapokuwa na ubunifu, wana vitu vya kuvifanya, lakini kuna vizingiti. Kama ambavyo nimesema kwenye halmashauri, kusibaguliwe vijana kwenye upataji wa hiyo mikopo, kwamba ni lazima awe ni kijana wa chama fulani.
itikadi za kisiasa zisipewe kipaumbele kabisa, na mamlaka, waziri na watu wake lazima wapambane na hili. Endapo watamudu vita hii, kuna hatua kwa muda mfupi sana matokeo yanaweza kwenda kutokea, lakini lazima vijana wasikilizwe.